الذين آمنوا من الظلمات إلى النور قد أحسن الله له رزقا آمنوا بما نزلنا. Haya ni mashindano ya kuhifadhi Qur'an tukufu kwa wanawake yaliyolenga kuonyesha uelewa kwa jamii kushiriki katika kuhifadhi kitabu hiki kitukufu cha Qur'an. Mara baada ya mashindano hayo kumalizika, Ustadhi Muhammad Samata ambaye ni mratibu mkuu wa mashindano hayo, pamoja na kuelezea dhamira ya kuanzishwa kwa mashindano hayo, hakusita kutoa wito kwa taasisi na wadau mbalimbali kuendelea kuunga mkono juhudi za kukitunza na kuhifadhisha Qur'an kwa jamii ya watu tofauti nchini. Ujumbe wetu mwaka huu ulikuwa Qur'ani ni amani. Tunaiombea nchi yetu, tumeiombea nchi yetu, tumeombea viongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, Daktari Hussein Ali Mwinyi na viongozi wote wa nchi. Tumeombea dua hapa leo na kuiombea nchi yetu amani katika kipindi hiki kigumu ambacho tunachoendea cha uchaguzi mkuu wa kuchagua marais wa bunge na wengineo. Kwa hiyo nipende kuchukua nafasi hii kuwaomba wadau mbalimbali wa Qur'ani na wengineo, mataasisi, watu binafsi, makampuni ambao wanasikia vipaza sauti hivi muda huu, waweze kutushika mkono katika kuyafanikisha mashindano haya, kwani mpaka hivi sasa bado hatujapata mdhamini mkuu ambaye anaweza akadhamini mashindano haya kwa kiwango chote cha zawadi, kuanzia kwa mshindi wa kwanza juzuu 1 mpaka mshindi wa mwisho juzuu 30. Niwaombe sana muweze kutuwasiliana nasi ili kuweza kuona jinsi gani mashindano haya mwakani mnaweza kuyashika mkono. Ibn Jazar Schools nikiwa kama jaji wa kiongozi wa mashindano haya, mashindano ambayo tangu tumeanza kwa namna moja ama nyingine, kila tunavyokwenda mbele tunaona kwamba tunapiga hatua, lakini pamoja na kupiga hatua tulikuwa tunaiomba jamii au mikoa mengine au wahusika ambao wanashughulika na hili swala la tahfidhul Qur'an kwa hapa Tanzania kuweza kuwafikia mikoa mingine na kuhamasisha swala hili lisishie hapa. Na sisi tumeshuhudia kwamba hapa kuna baadhi ya mikoa usomaji sio mzuri. Kwa tunaomba zile taasisi ambazo zinahusika na tahfidhul Qur'an hapa Tanzania ziwafike waalimu wa mikoani, sehemu ambazo li jambo halijahamasika, wahamasishe ili li jambo lipate kwenda mbele, na vile vile akina mama kushiriki katika kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asha Rashid ni mshiriki wa mashindano hayo ambaye ni mshindi wa kwanza katika jopo hilo la washiriki wanawake. Hapa anaeleza umuhimu wa jamii kuhifadhisha vijana kusoma Qur'an kwa maslahi ya vizazi vya sasa na hata baadaye. Kwa kweli mashindano nimeona vizuri na nimejitayarisha vizuri. Tulianza katika michujo, tulikuwa tuna michujo mitatu. Nashukuru katika hiyo michujo yote nilifanya vizuri. Leo tumefika kilele cha mashindano haya na nilikuwa nimejiandaa vizuri kwa kufanya muraja na kumwomba Allah aniwezeshe kupata nafasi ya kwanza. Nashukuru Allah amekubaliwa dua yangu na leo nimepata huu nafasi ya kwanza. Nashukuru alhamdulillah. Wito wangu kwa kina mama, naambia kina mama wenzangu wasijione kama umri umeenda, waje madarasani. Kikubwa ni kuingia darasani. Usipoingia darasani hutaweza kuhifadhi na kusoma Qur'ani. Sikusoma Qur'ani tunakujua mambo mengi kwa sababu sisi wa mama ni walezi wa familia.